Jamani, assalamu alaikum, na tumai mko salama sana. Tumetana hapa asubuhi ya leo kupiana dondoo mbili tatu kuelekea mchezo wea. Ni kwa maslahi mapana na maslahi makubwa ya Simba Sports Club, lakini vile vile ni kwa maslahi ya walimu wenyewe ama meneja mwenyewe. Maamuzi haya ambayo tumeyafanya ndani yake yana msaada mkubwa mno kwa timu yetu ya Simba, yana maslahi mapana kwa maendeleo ya kikosi chetu cha Simba Sports Club. Kwa hiyo mashabiki wa Simba waendelee kutuamini ya kwamba tulichokifanya ni kwa maslahi ya timu yetu ya Simba Sports Club. Baada ya kuachana na Dimitar Pantev, kikosi chetu hivi sasa kitakuwa chini ya mwalimu Azam FC. Tangu kikosi kimerejea kutoka Mali, tukaingia kambini, tumekuwa na program za wasiwasi mashabiki wa Simba juu ya michezo yetu miwili. Msimu huu mpaka sasa tumecheza michezo mitatu ya ligi kuu ya NBC. Katika hiyo michezo mitatu, michezo miwili imesimamiwa na kuongozwa na mwalimu Selemani Matola, na katika hiyo michezo miwili ambayo mwalimu Matola ametuongoza, yote miwili tumepata ushindi. Dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya Namungo, tena ushindi mnono wa magoli matatu kila mechi. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, hatuna mashaka na wala hatuna pressure yoyote. Azam tuna imani kubwa ya 100% mwalimu Selemani Matola atatuvusha salama katika michezo hiyo na tutapata ushindi bila wasiwasi wa aina yoyote. Kwanza, ana uzoefu wa kutosha, lakini pili, ana ujasiri usiomithilika, na tatu, ana vigezo vya kutosha vya kuiongoza Simba kupata ushindi katika michezo hiyo miwili. Katika ligi kuu ya NBC msimu huu mpaka muda huu, sisi ndio timu ambayo tuna matokeo chanya ya 100%. Tumecheza michezo mitatu, tumeshinda michezo yote mitatu. Nafahamu hivi sasa kuna vuguvugu la Simba baada ya kupoteza michezo miwili kwenye michuano ya kimataifa. Wapo ambao wamejikatia tamaa, wapo ambao wamevunjika moyo, wapo ambao wamesawajika kweli kweli. Lakini mimi nichukue nafasi hii kuwarudisha wanasimba katika moyo wa kupambana, hasa katika ligi kuu. Katika ligi kuu hatujapoteza hata mchezo moja, na tumekuwa na mwenendo mzuri usiomithilika. Tumecheza michezo mitatu, tumeshinda yote mitatu, tumeshinda mabao, tumefunga mabao 7, tumefunga mabao 8, tumeruhusu bao 1 pekee. Ni timu yenye takwimu bora kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu yenye mwendelezo mzuri kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu ambayo tuko sawa katika ligi kuu. Kwenye michuano ya kimataifa ni kweli tumepepesuka, lakini kwenye ligi ya ndani, kwenye ligi kuu ya NBC tumekuwa na mwendelezo mzuri sana. Sasa basi, matokeo ya kwenye michuano ya kimataifa haitakiwi kwa namna yeyote ile kuathiri mwenendo wetu katika ligi kuu. Haya ni mashindano mawili tofauti. Haimaanishi ukiyumba huku uruhusu kuyumba na huku. Tumeyumba kwenye michuano ya kimataifa, tunakubali, tunakwenda kujipanga kwa ajili ya kufanya vizuri katika mechi zinazokuja, lakini kwa sasa nguvu yetu, kwa sasa focus yetu, na kwa sasa tunachopaswa kuwekeza nguvu ni michezo yetu ya ligi kuu ya huku. Katika ligi kuu hatuna kasoro hata moja. Katika ligi kuu tuko sawasawa kwa 100%. Kwa hiyo wanasimba, tusikubali na wala tusiruhusu pressure ya michuano ya kimataifa tukamka nayo kwenye ligi kuu. Mabaya tuliyofanya kwenye michuano ya kimataifa yakaathiri mwenendo wetu kwenye michuano ya ligi kuu. Huku kwenye ligi kuu tumejipata, tuko vizuri kweli kweli, na kwa mantiki hiyo
tunapaswa kuendeleza moto wetu katika ligi kuu, kwa maana ya kushinda mchezo dhidi ya Mbeya City na kushinda mchezo dhidi ya Azam FC. Sasa ili tuweze kushinda michezo hii miwili migumu, ni lazima tusahau yote yaliyotokea kwenye michuano ya kimataifa. Ni lazima tuache lawama zote kwenye michuano ya kimataifa, tusahau yote yaliyopita kwenye michuano ya kimataifa, na badala yake tukusanye nguvu yetu mpya, twende kwenye michuano ya ligi kuu ya NBC. Tusikubali hata kidogo, tusiruhusu hata mara moja kuyumbishwa na matokeo ambayo tumeyapata katika michuano ya kimataifa. Huku katika ligi kuu ya NBC sisi tuko njema sana, sisi tuko bora sana, na tunapaswa kuendeleza ubora huo. Mtu asiingie kinyonge, asiingie na wasiwasi ya kwamba Simba imepoteza mechi mbili za kimataifa, hata kwenye ligi kuu tunaweza tusiwe na maajabu yoyote. Mwana Simba yeyote asiwe na fikra hizo hasi katika kichwa chake. Kila mwana Simba lazima atambue ya kwamba hii ni michuano mingine kabisa, na katika michuano hii sisi hatuna dosari ya aina yeyote ile, na kwa mantiki hiyo ni kwamba tunapaswa kujikusanya, tunapaswa kuingia kwa nguvu kubwa katika mchezo huu, na ili tuweze kufanikisha hilo ni lazima kila mshabiki wa Simba afanye anachoweza kufanya. Kesho tarehe 4 Alhamisi aje katika uwanja wa Meja Isamuhyo kuja kuisapoti Simba yetu. Tusiwahukumu wachezaji wetu katika ligi kuu kupitia michuano ya kimataifa. Ya kule ni kule, tutakwenda kudili nayo perpendicular muda ukifika, lakini huku kwenye ligi kuu ya NBC tunapaswa kuwatia moyo wachezaji wetu, tunapaswa kuwatia nguvu wachezaji wetu, tunapaswa kusimama nao. Tusiruhusu unyonge ukawaingia wachezaji wetu, wala unyonge ukatutawala sisi mashabiki. Tunapaswa kuwa na ari ile, kuwa na ari kubwa kweli kweli kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City. Tunatakiwa kushinda mchezo huo na mchezo unaofuatia, ili tuendelee kumaintain ubora wetu hasa katika ligi ya ndani. Simanzi itakuwa kubwa zaidi kwa wanasimba kama tutaruhusu na kwenye ligi ya ndani kuyumba kama ambavyo tumeyumba kwenye michuano ya kimataifa. Lakini basi kule hatujafanya vizuri, huku kwenye ligi ya ndani ije itupe faraja, na tusahau yale yote ambayo yamepita katika michezo iliyopita. Lakini wachezaji peke yao hawawezi hilo, na mashabiki vile vile wanapaswa kujitoa kuja uwanjani na kuwatia nguvu wachezaji wetu waendelee kupambana kwa maslahi ya Simba yetu. Tayari tumetangaza viingilio katika mchezo huu, na viingilio tumeweka rafiki kweli kweli, kwa sababu nyingi kweli kweli, ikiwemo umbali wa uwanja ulipo, siku yenyewe ni ngumu Alhamisi, muda wenyewe vile vile. Ndio maana tukasema wacha tuweke kiingilio rafiki sana, walau iwe sehemu ya kumvutia shabiki kuja uwanjani. Mzunguko